Wengine wanaweza kusema ninampataje sasa huyu baba wa kiroho? Okay. Ndio. Yeah. Swali zuri sana mtumishi Ruben. Naam. Jambo la kwanza, kumpata baba wa kiroho sio kitu ambacho wewe au yule au mimi kwamba mtu anaweza akachagua. Ni sawasawa na wewe ni mzazi una watoto. Ndio. Ni sawasawa na mtoto aseme kwamba sitaki wewe baba yangu. Yeye akujua kama utakuwa baba yake. Ndio. Ila automatic ulipomchumbia mama yake akazaliwa yeye, akajikuta yeye amekuwa ni mtoto na wewe umekuwa ni baba kwake. Kwa hiyo ile swala la mtu kuwa chini ya na kuitika kuwa ni baba yake kiroho ni kitu ambacho hakipo ndani ya maamuzi ya yule anayelelewa. Ni Mungu ndio anakusudia kukutanisha mtu fulani, mtumishi fulani awe baba yako wa kiroho. Amen. Na umeuliza swali lingine kwamba umuhimu gani ambapo mtu anapaswa kuzingatia moyoni mwake kuwa chini ya malezi ya baba wa kiroho. Ndio. Ukiangalia kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 17 inasema, watiini viongozi wenu na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kana kwamba watatoa hesabu. Mtu ambaye amekuwa ni baba yako wa kiroho ana jukumu alilonalo juu yako. Sio tu jina, ni majukumu. Lazima awe responsible juu ya maisha yako. Awe na hesabu. Ukiharibikiwa wewe ana maswali ya kujibu mbele za Mungu. Kwa nini nilikuletea mtu fulani? Maana ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28 anasema Roho Mtakatifu ametupa sisi kama dhamana. Ametupa kama dhamana kuwalea, kuwaangalia watu ambao Mungu amewanunua kwa damu yake mwenyewe. Kuna ana report ya kutoa. Ndio. Lazima uwe responsible kwa wale watu, kuwaombea, kuwafundisha, kuwaonya, kuhakikisha kwamba wanaingia safari ya mbinguni. Sio sisi tunawaingiza mbinguni, lakini Mungu ametupa majukumu ya kuwafundisha na kusimamia ili waweze kwenda mbinguni. Ukiangalia mtumishi Ruben wa Korintho wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 hadi 13 anasema, ndugu, tuwaomba mutambue wale wanaofanya kazi kati yenu na kuwaongoza katika Bwana, wahesabuni kuwa wanastahili heshima nyingi kwa sababu ya kazi yao. Wale ambao wanawaongoza na kusimamia kundi wanastahili nini? Heshima. Sababu ya kazi yao. Kazi waliofanya. Kumtengeneza mtu mpaka kuja kuwa mtu fulani katika Kristo kama sehemu ya kiungo cha mwili wa Kristo ni kazi sana. Labda nizungumze hili afu ni kuache uendelee. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 anasema, wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wale wajitaabishao katika kulihubiri neno na kufundisha.